Karibu katika makala maalum tukimulika hospitali ya Benjamin Mkapa ambayo imekuwa ikitoa huduma za kibingwa ikiwemo upandikizaji wa figo, upasuaji wa moyo na matibabu ya mfumo wa chakula na kuweka rekodi muhimu ya kuimarisha huduma za afya kwa wananchi wa ndani na nje ya nchi. Kukuletea makala haya yaliyoandaliwa na Agnes Mbapu, mimi ni Jackson Mwanuzi. Fuatana nami kufahamu uwekezaji mkubwa unaofanywa na serikali katika uimarishaji wa huduma za afya katika hospitali hiyo. Serikali imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 30 katika ujenzi wa kituo cha matibabu ya saratani na mafunzo ili kuendelea kuboresha huduma za kibingwa za afya. Miaka 10 ya hospitali hii tunashuhudia mapinduzi katika sekta ya afya, uzinduzi wa kituo cha upandikizaji wa figo katika hospitali ya Benjamin Mkapa pamoja na uwekaji wa jiwe la msingi la ujenzi wa kituo cha matibabu ya saratani na mafunzo. Profesa Abel Makubi ni mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya Benjamin Mkapa. Huduma za ubingwa bobezi ambazo nitazitaja baadhi tu ambazo hospitali yetu inajivunia ni pamoja na upandikizaji wa uloto, upandikizaji wa figo, uchujaji wa damu hemodialysis, upasuaji wa moyo kwa kufungua kifua open heart surgery kwa watoto pamoja na watu wazima, uchunguzi na uzibuaji wa mishipa ya moyo kupitia maabara maalum ya moyo kwa maana ya cardiac catheterization laboratory, uchunguzi wa matibabu ya radiolojia interventional radiology, uvunjaji wa moyo kwa kutumia mawimbi laser and external shock wave lithotripsy, patholojia, matibabu ya homoni, matibabu ya mfumo wa chakula gastroenterology, uchujaji wa matibabu ya mfumo wa hewa bronchoscopy, upasuaji wa mishipa ya fahamu neurosurgery, upasuaji wa uti wa mgongo spine surgery pamoja na mifupa na nyonga, na upandikizaji uume pamoja na upasuaji kwa njia ya matundu madogo yani laparoscopic surgery. Hizi ni baadhi tu ya huduma ambazo ni za kibingwa bobezi ambazo sasa hivi zinatolewa kwenye hiyo hospitali yetu ya Benjamin Mkapa chini ya serikali ya awamu ya 6. Tunashuhudia makamu wa rais Dr. Philip Mpango akiweka jiwe la msingi kuashiria utekelezaji rasmi wa kile kilichoazimiwa na serikali. Profesa Makubi anasema mradi huo utakapokamilika utahudumia zaidi ya wananchi milioni 10 wenye tatizo la saratani. Mradi huu kama tulivyosema una thamani ya bilioni 30.4 ambapo umeweka jiwe la msingi. Nini kitakachotokea kwa wananchi kama mradi utakamilika chini ya serikali ya awamu ya 6? Ni kwamba tutaweza kuhudumia wananchi milioni 14 ambao walikuwa wanahangaika kwenda Dar es Salaam na sasa wataishia kutibiwa hapa. Haya ni mafanikio makubwa ya serikali yako Mheshimiwa Makamu wa Rais na Mheshimiwa Rais kwa kuweza kuhakikisha kwamba mnatuwekea hiki kituo cha matibabu ya saratani na pia kitafanyika mafunzo na tafiti katika kituo hicho. Pia tutaongeza wagonjwa kuhudumia kutoka 5,000 hadi 8,500 kwa mwaka. Na pia tutapunguza rufaa za kwenda nje. Pia leo umeweza kupata nafasi ya kufungua kitengo cha figo ambayo tu upanuzi ambapo sasa hivi tumefanya operation za upandikizaji wa figo 54. Naomba tushukuru sana serikali yako kwa kutuwezesha pia kufanya hii kwa sababu kulikuwa na dhamira mahususi ya Mheshimiwa Rais, alitoa fedha kufikia mfuko wake kuwasaidia wananchi wasiokuwa na uwezo waweze kupandikizwa figo na uloto. Asante sana. Naomba mpikishie shukrani zetu Mheshimiwa Rais. Kisha Profesa Makubi anaweka bayana mafanikio ya miaka 10 ya hospitali hii. Mafanikio makubwa tumeshuhudia katika huduma, katika mafunzo na katika tafiti na ushauri. Na mpaka sasa hivi hospitali yetu pamoja na kuwa na vitanda 400 na watumishi 1073 tunatoa huduma za kibingwa 20 na huduma 17 za kibingwa ubobezi. Ndani ya hii miaka 10 haya yote yamefanyika. Naomba nichukue nafasi kushukuru sana serikali zetu na sasa awamu ya 6 kwa haya yote kuweza kutimizwa kwa kipindi kifupi. Yametokana na mafanikio ya huduma ndani ya hii taasisi yetu. Moja, hospitali yetu imekuwa kinara wa utoaji wa huduma kwa ngazi ya kanda na mpaka sasa hivi tumepata tuzo ya hospitali bora iliyotoa huduma bora katika ngazi ya kanda katika level ya taifa kutoka Wizara ya Afya.
Naomba hizi shukurani tuzirudishe kwa Mheshimiwa Rais, kwa sababu yeye ndiye amefanya yatokee hapa, lakini pia watumishi wako ndio wameweza kuyafanya yote haya pamoja na wananchi. La pili, tumeanzisha huduma za kibingwa nyingi ambazo nimezitaja baadhi na nisingependa kuzirudia. Na tatu, tumeanzisha upasuaji wa kisasa. Badala ya kufungua njia kubwa ya tumbo au eneo jingine, tunatumia sasa hivi upasuaji wa kisasa wa matundu kwenye operation nyingi, zikiwepo kwenye njia za mkojo, kwenye matatizo ya figo, na hata katika kuhamisha figo kutoka kwa mgonjwa ambaye anatoa figo kwenda kwa mgonjwa ambaye anapata figo. 4, tumepanua miundombinu ya kutolea huduma ya matibabu ya figo kama ulivyoona leo, uloto na saratani, kusimika na kuendesha mitambo ya kuzalisha oksijeni, ambapo tuna mtambo mkubwa sana hapa Tanzania unaoweza kuzalisha oksijeni mitungi 400 kwa siku. Na hili unalikumbuka, pia uliweza kutoa mchango wako mkubwa. Asante sana Mheshimiwa Makamu wa Rais. Aidha, 6, kuongeza idadi ya watumishi. Mwaka 2022 tulikuwa na watumishi wachache sana hapa, lakini sasa hivi kama 600, lakini sasa hivi tuna 1073. Naomba nichukue nafasi kuishukuru Wizara ya Afya kwa kufacilitate watumishi na Ofisi ya Rais Utumishi. 7, uwepo wa vifaa vya kisasa. Hospitali ya Benjamin Mkapa inasifika na sio siri kwamba tuna vifaa vya kisasa pengine kuzidi hospitali yoyote hapa, vya uchunguzi na vya kutibu. Vile vile tumeweza kuanzisha chuo cha mafunzo ya diploma za afya katika na kituo cha mafunzo ya huduma za dharura emergency medicine na critical care, ili kujenga uwezo kwa watumishi walioko hospitali za mikoa na wilaya. Serikali yako ya awamu ya 6, Mheshimiwa Makamu wa Rais, imejenga ICU nyingi sana kule kwenye wilaya na mikoa, zinahitaji wataalamu wa dharura emergency medicine. Sasa hapa kuna kituo kwa ajili ya mafunzo ili kuwawezesha hao watumishi waweze kwenda kutoa huduma vizuri. Pia kusogeza huduma za kibingwa, ubingwa wa juu karibu na wananchi kupitia huduma mkoba. Tumeweza kufanya tafiti mbalimbali na kushirikiana na taasisi nyingine ikiwepo UDOM, NIMRI na pia Wizara ya Afya kuimarisha mawasiliano ya umma, lakini pia tumeimarisha uwezo wa taasisi kifedha. Pamoja na kwamba serikali inatusaidia mishahara, lakini lazima tujenge uwezo ndani ya taasisi wa kuweza kupata dawa na vifaa tiba. Hapa anaeleza utoaji wa huduma za kibingwa na bingwa bobezi kitaifa na kimataifa. Mheshimiwa Makamu wa Rais, hospitali imeendelea kutoa huduma mkoba ndani na nje ya nchi. Huduma mkoba zimetolewa jumla kwa wananchi jumla ya 10,080 katika mikoa ya Unguja, Zanzibar, pia Dodoma tumefanya, Manyara, Arusha, Iringa, Kondoa na sehemu zingine katika huduma mbalimbali. Vile vile mwezi Julai mwaka 2025 hospitali ilitoa huduma mkoa katika nchi ya Burundi kwa wananchi 2887, na kati hao 211 walifanywa upasuaji mkubwa na mdogo walikuwa 67, lakini pia wengine zaidi ya 60 wamepatiwa rufaa kuja kutibiwa hapa. Katika kutekeleza dhana ya tiba utalii, hospitali imehudumia jumla ya wagonjwa 453 katika kipindi cha Julai 2024 hadi Machi 25, raia wa nchi za Komoro, DRC, Burkina Faso, Misri, Ugiriki, India, Kenya, Liberia, Omani, Pakistani, Syria, Uturuki na Tonagonia. Mheshimiwa Makamu wa Rais, katika kutekeleza majukumu ya hospitali ikishirikiana na wadau mbalimbali ndani ya nchi ya nchi, tuliona kwamba hatuwezi kufikia baadhi ya malengo kwa haraka bila kushirikiana na wadau kutoka nchi mbalimbali. Mfano, katika huduma za kuanzisha tiba ya upandikizaji uloto, tuliweza kushirikiana na wenzetu kutoka wa Italy kwa Italiano Help3, lakini pia upandikizaji wa figo pamoja na dialysis kutoka Japani kwa maana ya Tokushukai. Lakini pia tuna wadau wengine mbalimbali wa kimataifa kutoka Uholanzi, kutoka Kuwait, kumekuwa kusaidia katika operation za moyo, Christian Blind Mission CBM kwenye mambo ya macho, Light for the World, Canadian Network International Surgery. Lakini vile vile tumekuwa tukipata support kutoka kwa mabalozi mbalimbali ambao sasa hivi mabalozi wengi wanapenda kuhakikisha kwamba huduma zinakuwa hapa katika hospitali ya Benjamin Mkapa. Nami nichukue fursa hii kuishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuboresha huduma
na miundombinu, ambapo katika kipindi cha miaka minne huduma za matibabu zimeimarishwa sana. Vile vile huduma mpya za kibingwa na bobezi zimeanzishwa. Huduma hizo ni pamoja na upandikizaji wa uloto, kuimarisha huduma za upandikizaji wa figo kwa kuanza kuvuna figo kwa matundu madogo, kuboresha huduma za wateja, kufungua kliniki maalum ya Royal International na Master Health Checkup, upanuzi wa kituo cha upandikizaji figo, upanuzi wa vyumba vya upasuaji na mradi wa uzalishaji hewa tiba, yani oxygen plant. Uwepo wa huduma hizi umewezesha hospitali kuendelea kupata mapato ambayo yanaiwezesha kutoa huduma kwa manufaa kwa kununua vifaa vya tiba, madawa, vitendea kazi, upanuzi wa miundombinu na kuwalipa stahiki watumishi wa Benjamin Mkapa Hospital. Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya, Dr. Saif Shekalage, anasema serikali imewekeza zaidi ya trilioni 1 katika kuboresha vifaa na miundombinu ya sekta ya afya, jambo linaloungwa mkono na Mkuu wa Mkoa wa Dodoma, Rosemary Senyamule. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni mambo makubwa sana ambayo yamefanyika. Kumekuwa na ongezeko la vituo vya afya kutoka vituo 8549 mwaka 2021 hadi kufikia vituo 12846 katika mwezi wa Machi 2025. Ukiangalia hapo ni zaidi, tunasogea zaidi ya 50% ya ongezeko la vituo vya afya ambavyo vimejengwa katika maeneo mbalimbali katika nchi. Aidha, Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kipindi hiki kifupi akiwa madarakani, Mheshimiwa Rais amefanya uwekezaji mkubwa wa miundombinu ikiwemo majengo na vifaa tiba katika hospitali zetu kubwa zikiwepo za KSMC, hospitali za kanda hapa Benjamin Mkapa, kule Bugando na maeneo mbalimbali. Lakini yote haya Mheshimiwa mgeni rasmi ameyafanya katika utekelezaji wa majukumu yake kusogelezea huduma wananchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ufupi, katika gharama zote ambazo zimetumika katika maboresho ya miundombinu na vifaa ni zaidi ya trilioni 1.3 ambazo zimetumika katika kuboresha huduma hizi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafanikio mengine ni kupunguza vifo vya wanawake vinavyotokana na uzazi kutoka 556 katika wanawake 100,000 wanaojifungua kwa taarifa za mwaka 2012 hadi vifo 104 katika wanawake 100,000 kwa taarifa za mwaka 2022. Mheshimiwa, nafahamu tangu makao makuu imeanzishwa ilikuwa ni matamanio ya serikali watu wote wahamie Dodoma. Tunayo furaha kusema sasa hivi viongozi na mihimili yote ya serikali iko Dodoma, lakini wadau wetu ambao ni mabalozi na mashirika ya kimataifa wengi bado hawajahamia Dodoma, isipokuwa balozi 5 ambazo zimeweka ofisi zao ndogo mkoa wa Dodoma na ofisi za kimataifa ambazo zimeweka Dodoma ofisi zao pia ndogo kama matawi. Moja ya sababu walizokuwa wakizisema wakati mwingi ukiwauliza kwa nini hamhamii Dodoma, Mheshimiwa Makamu wa Rais, ilikuwa ni pamoja na hofu ya kwao ya upatikanaji wa huduma za afya. Lakini hilo litupelekea kuamua kufanya kitu kinaitwa Dodoma Diplomatic Tour tarehe 3 mwezi wa 5, ambapo tuliwaita mabalozi wote ambao wanatoka katika nchi zao wanahudumu nchi ya Tanzania. Tunashukuru kuwa kati yao zaidi ya nusu waliweza kufika katika siku hiyo, na tuliwapa ziara pamoja na kuambia mambo yaliyoko Dodoma, tuliwapa ziara. Na ninafurahi kusema katika moja ya maeneo waliotembelea katika ziara hiyo ni hospitali ya Benjamin Mkapa ambapo tupo hapa leo. Mheshimiwa Makamu wa Rais, niseme maneno walioyasema wenyewe baada ya kufika katika hospitali hii na kutembea na kufurahi na kuridhika kuwa kumbe hofu yao haikuwa hofu sahihi. Walisema wametembea Tanzania, wametibiwa maeneo mbalimbali, lakini hawajaona hospitali nzuri kama Benjamin Mkapa. Hayo ni maneno ya kwao na sio ya kwetu, baada ya kutembea katika maeneo mbalimbali ya hospitali hii.
waliona vifaa, wakauliza madaktari, wakaambiwa tupo, na wakauliza baadhi ya maswali, lakini wakaona pia mazingira ya miundombinu ya kisasa ambayo yamewekwa kwa ajili ya watu wa hadhi kama ya kwao. Makamu wa Rais Dr. Philip Mpango anasema mradi wa ujenzi wa kituo mahiri cha matibabu ya saratani utaongeza matibabu ya uhakika kwa wananchi wa kanda ya kati na mikoa ya jirani. Kama ilivyoelezwa awali, takwimu zinaonyesha ongezeko kubwa la wagonjwa wa saratani za aina mbalimbali kama saratani ya shingo ya mlango wa kizazi, saratani ya tezi dume, saratani ya matiti, saratani ya umio na saratani nyingine ambazo zinasababisha vifo vingi pale zinapochelewa kugundulika au kukosa tiba sahihi. Kwa sasa matibabu ya uhakika ya saratani yanapatikana katika hospitali ya Ocean Road pale Dar es Salaam na Bugando Mwanza peke yake. Hivyo mradi wa ujenzi wa kituo cha umahiri cha matibabu ya magonjwa ya saratani ambao jiwe la msingi tumeliweka leo utaongeza upatikanaji wa matibabu ya uhakika kwa wananchi wa kanda ya kati na mikoa jirani. Ninatoa wito kwa Wizara ya Afya kusimamia kwa karibu mradi huu ili kuhakikisha ujenzi na usimikaji wa vifaa tiba unakamilika kwa wakati na wataalamu wa kutosha wanakuwepo. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, leo pia tumejulishwa juu ya mradi wa kimkakati wa kituo cha umahiri cha Jumuiya ya Afrika Mashariki cha upandikizaji uloto na sayansi ya magonjwa ya damu kitakachojengwa hapa katika hospitali ya Benjamin Mkapa kwa kushirikiana na Chuo Kikuu cha Dodoma. Inatarajiwa kuwa mradi huu utakapokamilika utatatua changamoto ya matibabu ya upandikizaji uloto katika hadhi ya ubingwa bobezi kwa kutoa huduma ambazo hazipatikani katika ukanda wa Afrika Mashariki. Aidha, mradi huu utasaidia upatikanaji wa wataalamu wa magonjwa ya damu kupitia mafunzo na tafiti, na hivyo kuongeza idadi ya wataalamu ambao kwa sasa ni wachache katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki. Kwa ajili hiyo, kwa niaba ya serikali, natoa shukurani za dhati kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kuridhia uanzishwaji wa vituo viwili vya umahiri vya kikanda kujengwa hapa nchini kupitia mkutano wa 25 wa kawaida wa Baraza la Kisekta la Mawaziri wa Afya, ambavyo ni kituo cha umahiri cha upandikizaji uloto na sayansi ya magonjwa ya damu kitakachokuwa chini ya hospitali ya Benjamin Mkapa kwa kushirikiana na Chuo Kikuu cha Dodoma, na kituo cha umahiri cha sayansi ya afya ya kinywa na meno kitakachokuwa chini ya Chuo Kikuu cha Afya na sayansi shirikishi Muhimbili. Dr. Mpango amesema serikali kwa kushirikiana na wafadhili itahakikisha matibabu ya figo yanapatikana kwa uhakika. Magonjwa ya figo ni changamoto nyingine kubwa inayowakabili wananchi wetu. Nimetaarifiwa kwamba katika kukabiliana na tatizo hili, hospitali ya Benjamin Mkapa ilianza kutoa huduma za upandikizaji figo mwaka 2018 kwa kushirikiana na Chuo Kikuu cha Dodoma pamoja na shirika la Tokoshikai la Japani. Hadi sasa idadi kubwa ya wagonjwa wamepandikizwa figo na wengine wanaendelea na huduma za usafishaji damu.
Kwa bahati mbaya, asilimia kubwa ya wananchi wenye changamoto hii na wenye vigezo vya kupandikizwa figo hawana uwezo wa kugharamia matibabu hayo. Kwa wasiofahamu, gharama za huduma za kusafisha damu mara 3 kwa wiki kwa mgonjwa mmoja ni shilingi 900,000, na hiyo ni mbali na gharama za usafiri, vipimo vya damu na dawa. Aidha, gharama za kupandikiza figo ni shilingi zisizopungua milioni 35 kwa mgonjwa, ukiacha gharama zinazolipwa na bima ya afya na maandalizi ya yule anayetoa figo. Kwa kulitambua hilo, serikali ya Mama Samia katika kipindi cha mwaka 2023-24 mpaka 2024-25 ilitoa ufadhili wa zaidi ya shilingi milioni 700 kwa hospitali hii kwa ajili ya wagonjwa ambao hawakuwa na uwezo wa kugharamia matibabu hayo, ambapo wagonjwa 20 wamenufaika. Mkurugenzi mtendaji wa hospitali hii ya Benjamin Mkapa ametuambia kwamba wamepokea ufadhili wa mradi wa ujenzi wa jengo la kituo cha umahiri cha upandikizaji figo kutoka shirika la Tokoshukai Medical Corporation la nchini Japan chenye thamani ya Japanese yen bilioni 1.5 ambazo ni sawa na shilingi za Kitanzania bilioni 28. Ufadhili huu hakika utasaidia kuhakikisha kuwa huduma za matibabu ya figo zinapatikana kwa ufanisi, ubora na kwa gharama nafuu kwa wananchi wetu. Pia amesisitiza suala la utalii tiba. Katika azma ya kuboresha zaidi huduma za afya nchini, ninapenda kutumia nafasi hii kusisitiza mambo yafuatayo. Kwanza, serikali imedhamiria kuimarisha huduma za tiba za kitalii ikiwa ni sehemu ya mikakati ya kuboresha na kuimarisha sekta ya afya nchini na kuchangia kwenye pato la taifa. Mchango wa utalii wa tiba kwenye pato la taifa hivi sasa unakadiriwa kuwa shilingi bilioni 166.5, ambapo idadi ya wagonjwa wanaokuja kutibiwa nchini imeongezeka kutoka wagonjwa 5,700 mwaka 2021 hadi 12,180 mwaka huu 2025. Kwenye eneo la utalii tiba, natambua mchango wa hospitali ya Benjamin Mkapa unaotokana na uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali katika miundombinu, vifaa tiba vyenye teknolojia ya kisasa na wataalamu waliobobea katika maeneo mbalimbali. Hatua hii inatoa fursa ya kuendelea kupanua huduma za utalii wa tiba zitakazowezesha wagonjwa kutoka nchi mbalimbali, hususan zile zinazotuzunguka, kuja kwa wingi kutibiwa hapa nchini. Na huduma hizi zinachangia kuinua viwango vya utoaji wa huduma, lakini vile vile zitaendeleza mashirikiano kati ya nchi yetu na nchi jirani pamoja na kutuongezea fedha za kigeni. Aidha, nashauri hospitali ya Benjamin Mkapa kwa ubia na sekta binafsi au halmashauri ya jiji la Dodoma iangalie sasa uwezekano wa kujenga jengo maalum kwa ajili ya huduma za malazi na nyinginezo kama chakula na fedha kwa ndugu na wagonjwa wanaotoka nchi jirani au mikoani, na hususan pale wanaposubiri matibabu au kuruhusiwa kurejea makwao baada ya matibabu. Na mtazamaji, bila shaka umefahamu vyema jitihada za serikali katika kuboresha sekta ya afya na utoaji wa huduma za kibingwa katika hospitali ya Benjamin Mkapa, ambapo zaidi ya shilingi bilioni 30 zimewekwa katika mradi wa kituo cha saratani na mafunzo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi ni Jackson Mwanuzi, na kusihi endelea kuangalia vipindi vinavyofuata hapa TBC1.